ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم
كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu anatuambia kuwa wa idh natakna aljabala fawqahum, kumbukeni pindi natakna aljabala, tulipounyanyua mlima wa Tur, fawqahum, juu ya vichwa vya wana wa Israeli. Kaannahu dhullatun, hilo jabali limekuwa kama mwavuli wa mawingu juu ya vichwa vyao. Na wakati ule ule walipoona vile wana wa Israeli, wadhannu, waliyakinisha, annahu, hakika bila shaka hilo jabali, waqi'un bihim, utaanguka juu ya vichwa vyao. Hapo amri imetoka kuwaambia wana wa Israeli kuwa khudhu, chukueni ma atainakum, hicho kitabu tuliowafanyie, mwichukue biquwwatin, kwa juhudi iliyo kubwa, kwa bidii iliyokuwa kubwa. Wadhkuru ma fihi, na yaliyomo ndani yake muwe mkiyataja, mkiyasoma, mkiyakumbuka, la'allakum tattaqun, ili mpate kujikinga na makatazo anayoyakataza Mwenyezi Mungu, na ili mpate kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Waja hawa ni waja wakaidi mno kwa Mwenyezi Mungu, waja waliko ukaidi sana kwa Mwenyezi Mungu. Qala almufassirun, walisema wafasiri wa Qur'an, wamesema nini? Wamesema kuwa ruwiya annahu, ilipokelewa hakika bila shaka hawa wana wa Israeli abau, walikataa an yakbalu ahkama taurati, walikataa kupokea hukumu zilizomo katika Taurati, lighaladhiha, kwa ajili ya ugumu wake wameuona, wathikaliha, na kwa ajili ya uzito wake.
Walipokataa kupokea hiyo Taurati, farafa Allahu atura ala rusi, Mwenyezi Mungu alionyanyua mlima huu wa jabali hii Tur akaulete katika vichwa vyao. Hao ndio viumbe walioona kudra yake Mwenyezi Mungu kwa kuling'oa jabali na mzizi wake ukaletwa juu ya vichwa vyao, kwa kuolewa jabali na asili yake chini ikaletwa juu ya vichwa vyao. Natokea nini kitu kizito kama jabali lining'inie katika anga pasina kuporomoka, pasina kuanguka chini? Ile jabali limekuwa juu ya vichwa vyao. Hapo ndipo ishara kubwa ya kuwa wakubaliane na Mwenyezi Mungu. Basi jabali liletwa juu ya vichwa vyao. Wakila lahum, na waliambiwa, in qabiltumuha bima fiha, mkiukubali hicho kitabu cha Taurati na vilivyomo ndani yake, hiyo ni kheri yenu. Wa illa, na msipoukubali hiyo Taurati na vilivyomo ndani yake, la yaqa'anna alaikum, hakika bila shaka wallahi huo mlima utaanguka juu ya vichwa vyenu. Falamma nadharu ila aljabali, waliponyanyua macho yao juu kuona jabali lilivyokaa juu ya vichwa vyao, wakaakanisha sipo salim amri kwa Mwenyezi Mungu, mambo kuendea vibaya. Basi nadharu ila jabali kharra kullu wahidin minhum sajidan, kharra kullu wahidin minhum sajidan, alipomoka kila mmoja alipomoka chini kumsujudu. Sijida hii, hatari hii iliyoko juu ya vichwa vyao, umeona hapana budi. Nini? Hapana budi. Kwa nini wanasujudu? Khawfan min suqutihi, khawfan min suqutihi, khawfan min suqutihi, kwa ajili ya kuchelea na kuogopa kuanguka wale jabali juu ya vichwa vyao. Na ndio hapa utengenevu wa mwanadamu umo katika kukubaliana na adhabu. Utengenevu wa mwanadamu umo katika kukabiliana na adhabu. Ona hawa watu walikataa kupokea Taurati, waliasi amri, lakini mlima ulipong'olewa wakaona hapana sasa kuendelea kuasi, isipokuwa maangamizo ndio itapatikana hapa. La kumtengeneza mwanadamu ni adhabu. Basi wa idha akhadha rabbuka, kumbuka au kumbusha
ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad salawatullahi alaihi wasallam, kumbusha walimwengu, kumbusha wanadamu, kumbusha watu. Idh akhadha rabbuka min bani adam, alipo chukua rabbuka, mola muumba wako, min bani adam, kutoka kwa wanadamu, min dhuhuri, kutoka katika migongo yao, dhurriyata, vizazi vyao, wa ashhadahum, na aliwashuhudisha, ala anfusihim, juu ya nafsi zao. Inasemwa wadhkur ya Muhammad salawatullahi alaihi wasallam, taja au kumbusha ewe Mtume Muhammad, idh istakhraja rabbuka, pindi alipotoa mola wako, aulada adam, wanadamu, min aslabi abaihim, kutoka katika viuno vya wazazi wao, faqarrarahum bitawhidi, aliwathibitishia tauhid wa utamke tauhid, wa ashhada ba'dahum ala ba'd, na Mwenyezi Mungu alishuhudisha baadhi yao kwa baadhi nyingine, kwa kuwa wakati ule wanadamu wote walikuwa katika ulimwengu unaoitwa alamu dhara, ulimwengu wa vichembechembe. Mimi na baba na mama na nyanya na babu na nani, sote tulikuweko hapa, na wewe vile vile na hao wako wote, wanadamu wote aliokadiria Mwenyezi Mungu kuwaumba walikuwa katika alamu dhara hiyo, kabla ya wao kuja wapi? Katika hiyo alamu shahada, huu ulimwengu wa kupapasa, ulimwengu wa kushika, ulimwengu wa kuona. Wanadamu walikuwa kwanza katika ulimwengu wa dhara, wa chembechembe. Basi huko ndiko walikoshuhudishwa wanadamu. Mwenyezi Mungu alipowashuhudisha wanadamu kwa yeye ni nani katika nafsi zao, ndio Mwenyezi Mungu aliwauliza wanadamu wote katika alamu dhara, ulimwengu wa chembechembe, aliwauliza ni alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, je, mimi si muumba wenu? Alastu bi rabbikum, je, mimi si muumba wenu? Alastu bi rabbikum, je, mimi si muumba wenu? Naam, maswali ya jana ya Qaumu Lut, sema Mungu amesema haramu kabisa kwa mwanamume kufanya kuwa mke kwa aina yote. Sawa? sema tena. Nilisema Mwenyezi Mungu amekataa mwanamume kujifanya kama mwanamke, sio? Ndio. Kwa hali yoyote ile. Ndio. Nikakwambia, nikakuuliza tena, kwa starehe mwanamume hastahili kujifanya kama mwanamke, ukasema la. Sawa? Ndio.
Je, kama aliumbwa kama mke na ana vitu tatu kama hizo ya mwanamke, mume, mkike, na yote inafanya vile, maana hiyo nimeona, sio hadithi. Pande ya kike haizai, lakini inataka mwanamume. Pande ya mume inazaa na ana watoto na kila kitu, na ana mtoto kama huyo kama naam, na anajishashi hivyo hivyo kama mwanamke, zara nini. Ulipotamka kuwa ni umbile, tumetoka na mushkili, hatuna mushkili tena. Kaumbwa vile, anaye tupu mbili na tupu ya mume na mke. Hawa wako wengi, Wako sio? Wako ndiyo, hawako. Sasa anatizama yuwatumia utupu gani. Ikiwa yuwatumia utupu wa kiume, anawekwa katika kalasi ya wanaume. Ikiwa yuwatumia utupu wa kike, anawekwa katika kalasi ya wanawake. Sasa yeye tumia utupu wa wanaume, lakini hiyo pande ya kike pia inafanya, lakini hawezi kuzaa. Basi hayo maneno yanaachwa namna hiyo. Yeye mtu wakati na kati, nusu mume nusu mke. Sasa hii si haramu kukatakata. Sasa si anayo alama ya ukike. Sasa akifanya mke utasema kwa umefanya vibaya, anayo uke. Sasa kumtumia pia si haramu. Maana ana haja. Sio mtumie umuowe. Sio mtumie umuowe. Sasa kumuoaje Lazari? Basi ya nini kumtumia? Ana alama. Akiwa na hiyo alama, huna haja na yeye, utakuwa wewe umefanya zina. Sasa utafanya zina na ana haja. Sasa utafanya mwenyewe. Kumuoa ni halali. Akiwa na haja aolewe. Wanawake wangapi hawazai na wanao wao wanaolewa? Itakuwa halali kumuoa. Wanawake wangapi hawazai na wanaolewa? Wengi wa hao walio na utupu mbili, mwisho baada ya kubaleghe huja ikadhihirika, ima atatumia utupu wa uume au atatumia utupu wa kike. Lakini hiyo mbili zote kwako leo ndio nimesikia. Hiyo darasa mpya nimepata kwako leo. Asante sana. Yaani hujawahi kusikia? Na Qur'ani inasema tupu mbili zote. Moja inafanya kwa upande mmoja. Moja inaweza. Na moja inakuwa sasa mtoto wake ya kike anazaa, lakini tupu yake ya mume pia kama ile tu haina nguvu sana, lakini inataka kushughulika na wanawake. Basi sasa tumwache katikati hapa, nusu mume nusu mke. Basi sawa. Naam, Mwenyezi Mungu aliwatoa wanadamu, vizazi vya Adamu wote pindi walipokuwa katika alamu dhara, aliwashuhudisha juu ya nafsi zao wao kwa wao, kwa kuwauliza wanadamu. Aliwauliza nini? Alastu birabbikum, je, mimi si Mola muumba wenu? Wanadamu walisema nini? Qalu bala, walisema wanadamu wote bala. Kwa nini ya Allah? Bali wewe umola wetu muumba, bali wewe umola wetu muumba.
shahidna, tumeshuhudia juu ya hayo. An taqulu yawm al-qiyamati, tumeshuhudisha juu ya hayo. An taqulu, ili msije mkasema nyinyi watu, yawm al-qiyama, siku ya kiyama, inna, kabla shaka sisi, kunna, tulikuwa, ana hadha, kutokamana na kukiri huku kuwa Mwenyezi Mungu ndiye Mola Muumba, tulikuwa tumeghafilika nao. Kabla ya kuja huko duniani, Mwenyezi Mungu alikuwa ahadi na wanadamu kwa ndiye Mola mwabudiwa huko katika ulimwengu wa kwanza, katika alamu dhara. Na sasa sisi tuko katika ulimwengu wa pili, alamu shahada, na wale wanaokufa wanaokwenda tunawazika. Kama yule siku ya dhuhuri amekuja fika katika alamul barzakh, ulimwengu mwingine ule. Bado twenda, tumo safarini. Swali bwana, nisema nilikuuliza Mayahudi naam, au takulu, au msije mkasema innama, hakika jambo jinginelo, ashraka abauna, baba zetu ndio waliomshirikisha Mwenyezi Mungu, min qablu, kabla yetu sisi, kabla sisi kuja. Wa kunna, na tumekuwa sisi, dhurriyatan min ba'dihim, tumekuwa sisi ni vizazi waliokuja baada ya wazazi wetu. Afatuhulikuna, je, Mola wetu, je, Mwenyezi Mungu unatuangamiza? Bima faala almubtilun, kwa yale waliofanya watu waliokuwa wakifuata mambo ya batil, mambo yasiyokuwa ya haki. Mwenyezi Mungu alishuhudisha watu katika alamu dharra kabla kuja katika alamu shahada, ili watu wasije wakakanusha mambo, ili watu wasije wakakataa mambo, ili watu wasije wakazua maneno. Kwa mwanadamu huyo, wakana insanu akthara shay'in jadala, na mwanadamu huyo ni mwingi wa kujadiliana mambo. Mwanadamu huyo mbishi, kwa sababu ya ubishi wa mwanadamu alichukua ahadi Mwenyezi Mungu toka utangu, kabla mwanadamu hajachukua bodi. Kabla mwanadamu hajachukua nini? Kabla mwanadamu hajachukua bodi, Mwenyezi Mungu alichukua ahadi ya kuthibitisha kuwa mwanadamu huyo amechukua ahadi kwa mimi ndio Mola Mungu. Sasa mwanadamu hapa duniani, unaona, amejiumbia vijiunguungu mengi, lakini katika alamu dhara alikubali Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kesi vile vile ataulizwa mwanadamu kule katika alamu dhara, ulikubali nini? Na ulipofika ulimwenguni ulifanya nini? Ndio Mwenyezi Mungu anasema, nimechukua ahadi hiyo kutoka kwa mwanadamu. Kwa nini? Au takulu, au msije mkasema, innama ashraka aba'u, kabla shaka walioshiriki wala mshirikisha Mwenyezi Mungu ni baba zetu, min qablu, kabla ya hapo. Wa kunna dhurriya, na tulikuwa sisi ni vizazi, min baadi, vizazi waliotokea baada yao. Afatuhulikuna, je, unatuangamiza sisi? Bima faala almubtilun, kwa hayo waliofanya hao watu waliokuwa wakifuata njia ya batili. Lakini nyinyi ahadi mliochukua katika alamu dhara inatosha, nyinyi mmekhalifu amri. Wakadhalika nufassilu alayati wala'allahum yarji'un. Wakadhalika, na kama hivyo, nufassilu alayat,
tunabainisha ayati zake Mwenyezi Mungu, tunapambanua ayati zake Mwenyezi Mungu, wala Allahum, ili wao watu yarjiun, wapate kurejea katika njia ya haki, wapate kurejea katika njia ya kweli, wapate kurejea katika aliyothibitisha Mwenyezi Mungu. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يا رسول الله، يا نبي الله، يا محمد صلوات الله عليه وسلم، واتل عليهم، wasomee watu naba alladhi, habari ya yule mtu ambaye atainahu ayatina, tulimpa ayati zetu, tulimfundisha ayati zetu. Yule mtu tulimpa ayati zetu, tulimfundisha ayati zetu, yani yule mtu ambaye tulimpa elimu. Yule mtu, wasomee watu habari ya yule mtu ambaye tulimpa elimu. Na ndipo hapo tutaona kuna ilmu nafi'un wa ilmu ghairu nafi'. Kuna elimu iliyo na manufaa na elimu isiyokuwa na manufaa. Sasa mtume anaamrishwa na Mwenyezi Mungu, anaambiwa mtume watlu alaihim, wasomee hawa Mayahudi wa zama zako na wanadamu, wasomee naba alladhi, habari ya yule mtu ambaye ataina, tumempa ayatina, tumempa ayati zetu, tumempa elimu, tuliompa iliyohusiana na kitabu chake Mwenyezi Mungu. Huyo mtu alikuwa ni mtu alim, mtu mwanachuoni, mtu mwanazuoni, mtu profesa. Wasomee watu habari ya huyo mtu. Mtu huyo mufassir amesema, watlu ya Muhammad, soma ewe mtume Muhammad salawatullah alayhi wasallam, ala alyahudi, kwa Mayahudi, khabara wa qissata, khabari na qissa dhalika alalim, habari ya yule mwanazuoni, habari ya yule profesa. Soma habari ya yule profesa kwa watu. Alladhi, alim ambaye, profesa ambaye, allamnahu, tulimfundisha ilma baadhi kutubillah, elimu ya baadhi ya vitabu vya Mwenyezi Mungu tulimfundisha. Soma kwa habari ya yule mtu aliyekuwa na elimu, alikuwaje, mwenye elimu huyo alikuwaje, wasomea habari yake. Mwenye elimu huyo fansalakha min alayati, mwenye elimu huyo fansalakha, alijing'oa, alijitoa kutokamana na ayati zake Mwenyezi Mungu, ni elimu ambazo Mwenyezi Mungu alimfundisha. Aliacha elimu mbali, akasalia mbali pumbavu. Fansala, alijichuna kutoka katika elimu, kama vile mbuzi anavyochunwa, akichinjwa anatolewa ngozi, inasalia nyama.
Sasa mwanachuoni huyo, profesa huyo alijivua elimu, akaweka elimu kando, akasalia yeye kando. Ndio ya Rasulullah, soma habari ya huyu mtu kwa watu, soma habari ya huyu mtu kwa watu. Fansalaka, amejivua elimu min alayati, kutokana na hizo aya, kama tansalikhu alhayatu min jildiha, kama vile anavyojitoa ngozi nyoka. Nyoka akizeeka fika umri ya miaka fulani, utoa ile ngozi iliyochakaa, akawa tena nyoka mpya aliye na ngozi mpya. Sasa mwalimu yule naye namna hiyo amejitoa, akatoa ile elimu mbali, akasalia yeye mbali. Bi ankafara biha, nayo kujitoa kutokana na hizo ayati zake Mwenyezi Mungu ni kule kukufuru kwa hiyo aya. Wa arada anha, naye akageuza mgongo na hizo ayati kwa kutoitaka, kwa kutoipenda. Alipokuwa vile, fa atba'ahu shaitan, shaitani mwanadamu mwenye miguu miwili alimfuata. Fakana min alghawin, akawa miongoni mwa watu wapotofu. Baada an kana min almuhtadin, baada alikuwa yeye huyu mwalimu mwenye elimu, huyu profesa alikuwa miongoni mwa watu walionyoka, akawa sasa amekuwa miongoni mwa watu wapotofu. Sikia kisa Ibn Abbas. Qala Ibn Abbas amesema, huyu profesa alikuwa akiitwa nani? Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura kana indahu ismullah al-a'zam, alikuwa na jina lake Mwenyezi Mungu tukufu. Waqala Ibn Mas'ud naye amesema, huyu mtu huwa rajulu min bani Israil ba'athahu Musa ila maliki Madyan. Ibn Mas'ud amesema huyu mtu alikuwa ni mmoja miongoni mwa wana wa Israeli. Mtume Musa alimtuma kwa mfalme wa Madyan. Kwa nini? Da'iyan ila Allah, kwenda kumuita mfalme na wafuasi wake kuwaita kwa Mwenyezi Mungu. Da'iyan ila Allah. Alipofuka huko kwa mfalme, ona hapo ndipo penye hatari. Alipofika huko kwa mfalme alifanywaje? Da'iyan ila farashahu al-maliku. Mfalme alimfanyaje? Amempa rushwa. Amempa nini? Rushwa. Amempa kiramba kisogo. Hakuna jembe nini? Ona mimi nafanya nini? Hasa ikiwa ni kitamu unalamba zaidi. Hata ikiwa tumemalizika mdomo pia utauramba na hauna kitu. Sasa huyo nani huyo mwalimu? Shekhe huyo? Nani huyo mwalimu? Profeta huyo alimetumwa na Saidina Musa na Mtume Musa kwenda kuwa da'iyan, mlinganaji wa kulingania watu Madyan kwa mfalme. Alipofika huko kanyeshea mkono, kanyosha
Kafanywaje mwalimu? Kanyoshewa mkono farashahu al-maliku, mfalme alimpa rushwa. Mfalme amempa nini? Rushwa. Na ndio wewe na mimi na sisi tujihadhari kutumwa kwa wakubwa. Tutatumwa huko, tutapewa vikombe vya chai. Na chai namna ile hatujanywa siku nyingine. Na keki ya vanila. Harufu ya vanila hatuijui. Na kabasha mwalimu. Utarudi wewe na maneno au utarudi na sifa ya keki? Mwalimu, sema. Ukishakula basi halasi maneno ganda tumboni moyoni. Ndio maneno. Ona sasa Profesa amekwisha. Amenini? Amekwisha. Ndio Musa ndiye alimtuma Malik Madian. Dayanillah farashahu al-maliku. Mfalme amempa nini? Rushwa. Wa aatahu al-mulka. Na akampa vile vile kazi, cheo. Amempa kazi. Amempa cheo, mfalme. Kwa nini amempa? Ala an yatruka dina Musa. Ili apate kuacha nini? Ili apate kuacha dini ya Musa. Wa yutabi'u al-malik ala dini, na amfuate mfalme katika dini yake. Na watu wengi mwalimu duniani humo, wanasu ala dini muluki. Duniani humo utaona watu wengi wako katika dini ya wafalme wao. Dini ya nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kunyenyekea na kupendekeza. Utakuwa katika dini ya mfalme. Anasu ala dini muluki. Sasa bwana huyu kama ameshindwa, kapewa kazi, pewa kazi mwalimu, tena uharibu kazi, umwage unga mwalimu wewe. Natokea ulikotoka huko, ulikuwa huna kitu. Shekha alikuwa hana kitu huyo. Mulofa kainuliwa mwalimu, kapigwa jeki. Unajua kupigwa jeki mwalimu? Kapigwa jeki, tena jeki ile inaitwa Tanganyika. Kapigwa jeki. Shekha kabadilika mwenyewe. Haya. Huwa rajulu mibariza. Wa yutabi'u al-malik ala dini, sasa anafuata mfalme katika dini yake. Fafaala. Yule aliyetumwa na Musa alifanya kama alivyo agizwa na mfalme. Wa adalla an-nasa bidhalika, na alipoteza watu kwa hayo. Alipoteza watu kwa nini? Kwa hayo kukubali kwake kuchukua rushwa. Amekubali kuchukua rushwa na amekubali kazi, na alikuwa amepelekwa kwa kazi. Mwalimu, unaona? Alipelekwa kwa kazi na Musa da'iyan ila Allah. Kaacha kazi ya da'iyan ila Allah, kakuwa da'iyan nas. Unaona? Amekataa kazi ya Mwenyezi Mungu, amekubali kazi ya mramba chumvi. Sawa mwalimu? Ndio sasa Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamekupita mambo bwana mkubwa, wewe huyajui, wacha tukueleze. Ya salam. Mwenyezi Mungu anampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mambo yalipita zamani. Ngombe watlu alaihim ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watlu alaihim, wasomea hawa watu naba alladhi, khabari ya yule mtu ambaye atainahu ayatina, tulimpa elimu zetu
zilizotoka katika vitabu vyetu tulimpa. Elimu yetu ya vitabu vyetu tulimpa. Fansalakha minha, akajivua kutokamana na hiyo elimu. Sawa mwalimu? Akajivua minha kutokamana na hizo ayat za elimu hizo za vitabu, alijivua. Alipojivua, faatbaahu shaitani, yule mfalme shaitani amekushapata, alimwandama kwa kumpa nini? Hongo, rushwa, kazi. Upewe hivyo vyote mwalimu ukatae, utachekwa mwalimu. Utachekwa. Haya, kapewa haya. Fakana min al-ghawin, akawa ni miongoni mwa wale watu waliopotoka, waliopotea njia. Sasa na sisi hiyo ni nini? Hii ni darsa, hiyo ni lesson vile vile. Na sisi tuone uzuri. Tuone nini? Uzuri. Tuone uzuri. Tutumwapo tujihadhari na nini? Kulamba kitu. Mwalimu, tujihadhari katika kurambaramba, utapoteza haki ya watu. Katika kunyosha mikono, utapoteza haki ya watu. Kitabu imesema urongo? Basi ndivyo namna hiyo. Walau shina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa. Zama kisa ya huyo mwalimu, Mwenyezi Mungu anakutolea mwalimu, anakwambia nini Mwenyezi Mungu? Walau shina, lau tungelitaka, la rafa'nahu biha, tungelimnyanyua huyo mwalimu, huyo mtu tungelimnyanyua daraja ya juu. Kwa hiyo ayati za elimu tulompa, tungelitaka tungelimnyanyua daraja ya juu. Kwa hiyo elimu tungelimpromote, tungelitaka tungelimpa daraja ya juu. Kwa hiyo elimu tuliokuwa tumempa, tungelitaka na rafa'nahu. Walakinahu, lakini yeye huyu mtu tuliompa hiyo elimu, akhlada ila al-ardi, akhlada ila al-ardi, akhlada ila al-ardi, ameganda juu ya ardhi. Ameganda juu ya ardhi. Elimu inanyanyua juu, elimu ina upgrade, lakini elimu ya huyo imemgandisha juu ya hiyo ardhi. Elimu hiyo ina manufaa. Walakinahu, lakini yeye huyo mtu ambaye tumempa ile elimu, Musa akamtuma, akhlada ila al-ardh, aliganda juu ya hiyo ardhi, au alimili upande wa kutaka dunia. Alimili upande wa kutaka nini? Upande wa kutaka dunia, upande wa kutaka kunywa, upande wa kutaka kula, upande wa kutaka shibe, upande wa kutaka starehe. Alimili upande ule. Alipomili upande ule, aliutupa nini? Aliutupa dini ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Lakini wakati hiyo Qur'ani yako utakwenda nayo nyumbani, mwalimu utasoma hivyo hivyo tu, hivyo hivyo. Akhlada, aliganda huyo mtu kwenye ardhi, akunyanyuka juu, kwa kuwa alikubali haramu, alichukua rushwa,
kwa kuwa alibadilisha professional kazi yake, kwa kuwa alivunja ahadi baina yake na Mtume Musa. Mwalimu, umeona? Sasa huyo mtu kaganda wapi? Ila al-ardh, juu ya hiyo ardhi, kwa kumili kutaka vya ulimwengu, vya dunia, vya dunia. Kupewa vitu mwalimu si bure. Unapewa vitu unyamaze, unapewa vitu utulizane, unapewa vitu utulie mwalimu. Sawa? Basi huyu kaganda amepewa, amekuwa mzito, hawezi kutikisika. Kaganda wataba hawa, na huyo mtu alifuata matamanio ya nafsi yake. Alifuata matamanio ya nafsi yake kwa kupokea aliyopokea. Alifuata matamanio ya nafsi yake kwa kukubali aliyokubali. Alifuata matamanio ya nafsi yake kwa kutaka aliyoyataka. Au sivyo mwalimu? Famathaluhu, ona Mwenyezi Mungu anakupigia mfano wa nani? Wa huyu mwalimu huyu, wa huyu shekhe huyu. Ona Mwenyezi Mungu anakupigia mfano wake. Famathaluhu, mfano wake huyu shekhe huyu, mwalimu huyu, kamathalil kalb, yeye ni kama jibwa. Kamathalil kalb, yeye ni kama mbwa. Yeye kama mbwa vilivyoko katika mikono ya watu ndio anaila, vilivyomo katika sufuria ya watu he pokes his nose on it in everything. Kazi ya kuingiza tupua katika vya watu. Mwalimu huyu na huyu mwenye kutumwa huyu na hao wenye kutumwa hawa, unaona hatari yao mwalimu? Kuna kuaminiana? Kuna kuaminiana? Soma dini utajua kitu, soma dini utaelewa kitu, soma dini utafahamu kitu. Famathalu, anakuambia Mwenyezi Mungu mfano huyu mwalimu, kamathalil kalb, kama mfano wa mbwa, jibwa. In tahmil alayhi, ukimkemea mbwa, ukimtolea ukali mbwa, ukimpigia kelele mbwa, tahmil alayhi, mpigia ukali mbwa, yalhaq. Unapigia ukali mbwa, yalhaq, anahema tu. Mpigia ukali ataacha kuhema, kutoa ulimi nje na kurudisha ndani? Hapana. Au tatruko, au ukimwacha mbwa usimtolee ukali, usimfukuse pale aliko, yala anahema tu. Huyu ndio mshekhe mpenda kula huyo, mwalimu mpenda kula huyo. Saa zote ulimi wake nini? Nje, kutaka kuramba mwiko. Saa zote ulimi nje kama yajibwa, kutaka kuramba mikono ya watu, kutaka kuramba mikono ya watu. Unaona kitabu nasema nini mwalimu? Unashaka na hiyo maneno? Unashaka na hiyo maneno? Pengine hata mimi nimekula vya watu.
nikanyamazia ya watu, nakula vya watu, nikanyamazia vya watu. Na ndivyo kiulimwengu. Na wallahi Qur'an hawezi kusema bure, ila imetendeka na imefanyika kama huyu bwana huyu Balaamu. Sasa Qur'an inakuambia yale yanayotendeka, na kama haijatendeka itatendeka. Sawa mwalimu? Basi mfano wa hao mwalimu, huyu mwalimu ambaye amebadilika, kazi anayotumwa na Mtume Musa amekataa, amekuwa kubadilisha kazi kwa ajili ya kupokea hongo na rushwa na nini na mrungura. Mfano wake ni kama nini? Jibwa anayefukuzwa akihema, maulimi nje, mate yanamdondoka kwa kile alichoramba mahala pale. Ni kitabu na jibwa akifukuza uende mpaka huko tena akatizama nyuma na mdeyo. Hebu upo unayo nyumbani? Hebu fukuza. Fukuza. Utaona atakimbia mpaka huko tena na nani kuangalia huko. Hiyo ni homework nimewapa. Nendele kila mtu aliyejibu, hebu mfukuze. Fukuza nani? Tena atakimbia huko tena atasimama. Anaanza kuona huko nyuma. Hiyo sifa mbaya kwa walimu. Sifa mbaya kwa mashehe. Sifa mbaya kwa wenye kutumwa mbele huko. Sasa wana mifuko. Wana nini? Na tumbo. Mfuko na tumbo, mtu akienda pale haji. Hao mwalimu inaachika. Utavaa suruali? Naam. Dhalika mathalul qaumi alladhina kadhabu biayatina. Mwenyezi Mungu anakuambia dhalika, hiyo mathalul qaum, ndio mfano wa kundi ya watu, alladhina, watu ambao kadhabu, waliokadhibisha biayatina, ayat zilizomo katika vitabu yetu. Hii ni alama ya kila mrongo aliyekadhibisha kitabu Allah. Yeye ni nabii. Kila mrongo aliyekadhibisha kitabu ya Allah atapokea hongo. Kila mrongo aliyekadhibisha kitabu Allah atavunja ahadi. Kila mrongo aliyekadhibisha kitabu Allah atenda kinyume na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kama huyu alitumwa kwenda kuita watu kwa Mwenyezi Mungu, kuwa wa'i, lakini alipokuona vya dunia ameugeukia, ameumilia, basi khalas, imempotosha, imemtoa katika njia ya haki, kampeleka katika njia ya upotovu. Ustadi, hii inamaanisha pia ukiwa mwalimu uwe na uwezo, uwe mtu mwenye ili ujizuie. Na ndio hasa jazakallah khair, Mwenyezi Mungu akuweke, jazakallah khair, Mwenyezi Mungu akuweke. Hasa mtu akiwa mwalimu anatakiwa awe ni mwenye kujitegemea mwenyewe, awe anayo pesa zake. Kila pesa ya hawa watakusimanga, watakuzungumza, watakusema, watakuvuta suruali, watakutoa suruali. Hata inatakiwa mtu uzuri na pendeza kabisa kufanya hiyo kazi ya dini, awe ni mwenye kujitegemea, awe ni mwenye kujitegemea.